Hasa tulivyoambiwa kwamba ujirani kweli amefiwa na mtoto wake. Tukawa tunakuja kwenye msiba. Mlango umefungwa, geti limefungwa mpaka mgonge. Haya, ukiingia huko ndani nako mpaka mlango ugonge, uingie huko ndani. Unaone? Haya mtoto atakuwa aletwe juma ngapi? Jumanne. Ili aje azikwe Jumatano. Haya. Kesho hiyo Jumatano tumekuja kuzika, mama anasema mtoto huyu amefanyaje? Imani yangu imeniambia mtoto atazinduka. Umenielewa? Mtoto atazinduka na muombea. Umeona tunafanya maombi mpaka mtoto afanyaje? Azinduke, ajafa amelala. Amelala. Hata kwa nini mliandaa kwamba hivi watu wafanyaje? Watu waje kuzika, watu wamerudi na magari yao. Kwa nini? Mama anasema tu mtoto amelala. Mtoto amelala. Sasa hatujajua sisi mwafaka mpaka na sasa hivi, hapa sasa hivi yenyewe hapa analazimisha, anasema kwamba mtoto amelala atazinduka. Kwa hiyo sasa sisi hatujui kama kweli ataamka au ataamka. Au ndio imani yake imemtuma kwamba akae labda wiki au siku ngapi ndio ataamka. Kwa hiyo ametushangaza sana sisi. Toka tukua tuje kuonaga mtu amekufa amelala mochwali, aletwe nyumbani amelala, alafu aje azinduke. Hatujai kuonaga kweli. Alifukuza kutokana, amesema kwamba mtoto wangu amelala. Amelala. Naendelea kuomba mtoto wangu ataamka. Kweli watu libidi waondoke, wengine hajaleta chakula mpaka sasa hivi bado yuko kwenye mandoo. Majina naitwa Elbati Paulo Mole, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Sama. Hizi taarifa za kufariki kwa huyu mtoto nilizipata juzi na nikawa nimeambiwa anakwenda kuhifadhiwa siku ya jana. Sasa mimi nimekaa najua jana huyu mtoto amehifadhiwa Njiro. Sasa kwa hali sintofahamu nikashangaa leo napigiwa simu naambiwa ule mtoto hajahifadhiwa, bado yupo ndani, wanaendelea na huduma ya maombi wakiamini ya kwamba mtoto wao hajafa na atafufuka muda wowote. Sasa hili jambo likanishtua sana. Ndio nikasema nifike angalau kwenye ile eneo la tukio ili na mimi niweze kuja kujionea na kuishauri familia kwamba waamini kwamba mtoto ameshakufa na wasiendelee kumtesa, nafsi imeshaondoka, wakampumzisha huyo mtoto na maisha yaendelee. Mwitikio wao umekuaje baada ya kufika? Nadhani nimefika hapo, nimeongea nao pamoja na mchungaji wao ndio mkuta hapo. Wameridhia na wamekubali na wameridhika na wameamini kwamba mtoto ameshafariki, na sasa hivi wanafanya maandalizi ya kwenda kumpumzisha mtoto huyu kwenye makaburi ya Njiro. Mtoto ni kwamba wanasema mama mzazi wa mtoto kwanza ukichukulia ni uzao wake wa kwanza. Kwa hiyo amekuwa ameathirika kisaikolojia akiamini kwamba huyu mtoto wake hajafa. Kwa hiyo kwa imani yake ile alikuwa anaamini bado mtoto wake hajafa, anaendelea na maombi na mfungo wa maombi ili mtoto wake aweze kufufuka. Yaani imani yake ni kwamba mtoto wake hakufa. Na himbo ya mchungaji hata uhusiano. Hamna, mchungaji nimemuita tu ili aje tuendelee na ibada zote lifanye nini? Liishe. Basi. Ilikuwa ni changamoto ilijitokeza jana ikashindikana kutokana na ninapokuambia hali yake yeye mama. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ikafika kama tumempa nafasi basi angalau kile anachokifanya. Na sasa hivi moyo wake umetulia. Afadhali alikuwa anatoka nje. Tulikuwa tunafunga hadi na milango. Sijui unanielewa? Ilikuwa imemvuruga kwa sababu inakuja sauti muda mwingine ya mtoto. Sijui unanielewa? Kwa hiyo tulivyokaa naye ikafika kwa kumpa nafasi yeye kuongea na